ya maisha yetu na kwa ajili ya jamii zetu. Ningependa tuongee kwa ufupi kuhusu restoring of the family lost glory. Restoring restoration of the family lost glory. Restoration of the family lost glory. Father, Lord, we thank you again and appreciate you for this word. Holy Spirit of God, we acknowledge and also praise you in this place. Without you, the sharing and receiving of this word may be very hard for us. But Holy Spirit of God, you are the one who can break into pieces that we can chew easily, so that it may be activated in our spirits in the name of Jesus. And so we welcome you again and ask you to be on duty even as we share this bread in Jesus' name. We thank you, Lord, and we honor you, for we pray this in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Restoration of the family lost glory. Urejesho wa utukufu wa Mungu ambao ulipotea katika jamii zetu. Urejesho wa utukufu wa Mungu ambao umepotea katika jamii zetu. Kila mmoja wetu ulia hapa, ni vizuri tukumbushane ya kwamba Bwana hajakuokoa tu wewe, lakini kuna sababu kubwa ambayo ilifanya Mungu akakuchagua na amekuokoa ili kupitia kwako aweze kuokoa na kurejesha jamii yenu kule ulikozaliwa katika utukufu ambao Mungu alipangia jamii yako tangu awali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila familia ambayo iko hapa duniani, Mungu anataka kuitumia katika kusudi na malengo fulani. Ndiposa unaweza realize katika Kenya ya kwamba kuna familia moja ambayo imeproduce president wawili. Ndiposa unaweza realize katika jamii hapa Kenya ya kwamba kuna familia moja ambayo imeproduce wabunge kadhaa. Unaweza realize katika taifa la Kenya kwamba kuna familia ambayo imeproduce walimu, ama imeproduce wahubiri, ama imeproduce wafanyabiashara. Kiujumla, Bwana ana mpango kubariki mtu kibinafsi, lakini pia ana mpango ya kubariki jamii kwa ujumla. Si kimakosa ya kwamba ulizaliwa Mwafrika, na si kimakosa ya kwamba ulizaliwa Kenya, na si kimakosa kwamba ulizaliwa pale penye ulizaliwa. There is an original plan in the calendar of God. Ndio maana akasababisha ukazaliwa pale ulizaliwa, na ukazaliwa majira na nyakati ambazo ulizaliwa. Kwa hivyo hakuna haja kujuta na kuregret maishani, mbona sikuzaliwa Amerika? Mbona sikuzaliwa mzungu? Mbona sikuzaliwa mtoto fulani na fulani? There is an original purpose. There is an original intention in the calendar, in the heart of God, as to why ulizaliwa mahali penye ulizaliwa na ni wakati gani ambao ulizaliwa. Mtu aseme haleluya. Tunaposoma Waebrania 7 mstari wa 4 hadi wa 10, na pia tutasoma Isaia 51 mstari wa 1. Ningependa tu uandike, mimi nitasoma na baadaye wewe utasoma ukiwa nyumbani. Hebrews chapter 7 verse 4 to verse 10, na Isaiah chapter 51 verses 1. Hallelujah. Ninasoma Hebrews chapter 7 verses 4 to verse 10 katika New Living Translation. In addition, we might even say that this Levi, the one who collected the tithe, paid a tithe to Melchizedek when their ancestor Abraham paid a tithe to him. For although Levi wasn't born yet, the seed from which he came was in Abraham's body when Melchizedek collected the tithe from him. Hiyo ni Hebrews chapter 7 verse 4 to verse 10. Inasema Lawi ama Levi ambaye alikuwa kuhani wakati wa Musa aliweza kutoa fungu la 10 kwa sababu babu yake ambaye ni Abraham alitoa fungu la 10 kwa Melchizedek. Na wakati Abraham alitoa fungu la 10 kwa Melchizedek, Lewi alikuwa angali viunoni
mwa Abrahamu ama mwa baba zake. Kwa hivyo kupitia kwa babu wake kutoa fungu la 10, Biblia inasema Levi alilipa fungu la 10. Na hii inatuonyesha ya kwamba kila ambacho wazazi wetu, mababu zetu na babu wa mababu zetu walifanya, sisi tulifanya kwa sababu tulikuwa viunoni mwao, iwe ni nzuri au iwe ni mbaya. Mtu aseme haleluya. Vile vile tunasoma Isaia 51 mstari wa 1 peke yake, na hii nitasoma katika version ya Good News. Good News. Isaia 51 mstari wa 1 inasema, The Lord says, listen to me, you that want to be saved, you that come to me for help. Think of the rock from which you came, the quarry from which you were cut. Okay, kila mmoja aliye na Biblia nataka tusome pamoja Isaya 51 mstari wa 1. Hii ni ya umuhimu sana, baadaye tutasomea kwa Kiswahili. Okay, umefika pale? Isaya 51 mstari wa 1. Acha tungoje mmoja ndiye anafungua. The Lord says, listen to me, you that want to be saved, you that come to me. Kuna mtu hapa anataka kuokolewa? You that wants to be saved, you that come to me for help. Wewe ndiye Mungu anasema listen to me. Think of the rock from which you came, the quarry from which you were cut. Okay, tusome wote Isaya 51 mstari wa 1 peke yake. Atiriko. Okay, thank you. Wacha tusikie kwa Kiswahili. Nisikilizeni ninyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Thank you. Nisikilizeni nyinyi ambao mnafuata haki, nyinyi ambao mnatafuta msaada kutoka kwa Mungu. Fikirieni na muangalie kwa makini mwamba ambao mlichongwa kwayo, na muangalie pia mashimo ambayo mlitolewa. Inaitwa kwa Kiingereza quarry. Hapa tunaona hizi vitabu mbili ama vifungu viwili tumesoma katika Waebrania na pia katika Isaia. Katika Waebrania tunamuona huyu mtu anaitwa Levi anatumiwa na Mungu kama kuhani. Na unapofuatilia Levi unadiscover kwamba the reason why Mungu alitumia Lawi kwa urahisi kama kuhani ni kwa sababu mwamba ambao Lawi alitoka ndani, ambao ni Abrahamu, ulikuwa wa kiutumishi. Kwa hivyo ilikuwa rahisi Mungu kumtumia Lawi kwa sababu alikuwa ametoka kwa mwamba ya kiutumishi ambayo ni Abrahamu. Na pia unaangalia Lawi alikuwa mtoto wa nani? Levi alikuwa mtoto wa nani? 12 sons of Jacob. Next Sunday kila mtu atanitajia 12 sons of Jacob. Ndio tusahau ya kwamba Levi alikuwa miongoni mwao. Okay? Levi alitolewa kwa mwamba ambaye ni Jacob, na Jacob alitolewa kwa kwari ambayo ni Abrahamu. Kumaanisha kwamba mawe haya ambayo Lawi anatoka ndani pia yalitolewa kwa kware ambayo ilikuwa mahali, ama shimo ama mwamba ambao ulikuwa mahali. Na hii inatuonyesha na pia kudhibitisha kwetu ya kwamba kila mmoja wetu kuna mahali ulitoka. Mtu aseme haleluya. Kila mmoja wetu kuna mahali ulitoka. Unaposoma kwa mfano Samueli wa kwanza, sitaki kusoma hapa, mimi nataka tu nisome kwa haraka. Kwa mfano unaposoma Samueli wa kwanza, mimi nilikuwa najiuliza maswali, mbona Samueli wa kwanza Mungu akachukua muda mrefu kueleza Samueli ni nani? Lakini unaposoma Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza inasema, now there was a certain man of Ramathaim, Dophim, of the mountains of Ephraim,
and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Tuf, an Ephraimite. Unapoangalia hizo majina vile zimetajwa, unadiscover kwamba Mungu anataka kutuonyesha kwanza kware ambayo huyu Samueli alitoka ndani, na pia mwamba ambao huyu Samueli alitoka ndani. Na kwa hivyo mahali penye ulizaliwa, familia ambayo ulizaliwa ndani inajalisha sana. Mtu aseme haleluya. Leo hii Mungu anataka kutubariki. Leo hii Mungu anataka kututumia katika njia tofauti. Leo hii Mungu anataka kutuinua na kututetea katika njia tofauti. Lakini lazima kwanza mtu ambaye anataka kutumiwa na Mungu, mtu ambaye anataka kubarikiwa na Mungu, lazima pia ajaribu kufikiria na kuwaza mbele za Mungu katika maombi, alitoka wapi? Haleluya. Kwa sababu kuna malango na mageti katika maisha yetu ambayo huwa hayampei Mungu nafasi, na pia huwa hayampei Mungu ruhusa ya kuingia katika maisha yetu, na pia kuingia katika jamii zetu na kutubariki na kubariki jamii zetu, na pia kuzitumia. Na wengi wetu tumeokoka, na kwa njia moja au nyingine tumeweka bidii sana katika kutumikia Mungu, lakini ni machache sana inatendeka katika maisha yetu, kwa sababu kuna malango na kuna mageti ambazo zinazuia Mungu kuingia katika maisha yetu, na pia kuingia katika jamii zetu na kuweza kutuhudumia. Hallelujah. Most of us are doing a lot in the kingdom of God, but a lot is not just happening as expected from God, because there is no way for the Lord to use to come into your life and also to come into your family. Ni ukweli tuliweza kuokoka, na kupitia kwa kuokoka Yesu Kristo akaweza kupata njia katika maisha yetu ya kutuokoa. Yesu Kristo alituokoa kutoka ufalme wa giza na akatuingiza katika ufalme wake. Ama Mungu alituokoa kutoka ufalme wa giza na akatuingiza katika ufalme naye ambaye yeye mwenyewe anampenda. Na sasa tukiwa katika ufalme huu, kuna vitu inafaa tupate. Tukiwa katika ufalme huu, kuna promotion inafaa tupate. Tukiwa katika ufalme huu, kuna ming'ang'ano fulani haifai ipatikane katika maisha yetu. Na hiyo sasa, ili Mungu akubariki, ili Mungu akuinue, lazima ufanye bidii katika maisha yako. Ndiposa kuna scripture moja ambapo Paulo anaambia watumishi wa Mungu ya kwamba sasa mmeokoka, na sasa mmeokoka. Anasema katika neno lake, Paulo anasema katika mojawapo ya barua zake ya kwamba serve God and work out your salvation with fear and trembling. Sasa tumikieni Mungu na mfanye kazi kwa wokovu wenu katika hali ya kuogofya, na pia ama katika hali ya kumtii Mungu, na pia katika hali ya kutetemeka. Hii inamaanisha kwamba baada ya kuokoka, safari sasa imeanza. Kuna mambo ambayo inafaa uchukua hatua, na baadhi ya mambo ambayo inafaa uchukua hatua ni kujaribu kuangalia nilizaliwa katika familia aina gani, familia hii ina historia aina gani. Ni kujaribu kuangalia nimezaliwa katika wazazi aina gani, wazazi hawa imani yao ilikuwa aina gani, walikuwa wanaabudu nani, wazazi hawa wazazi wao walikuwa wanaishi kiasi gani ama kwa njia gani. Kuna historia gani kuhusu ndoa katika jamii hii, kuna historia gani kuhusu masomo katika jamii hii. Mtu ambaye ameokoka na atachukua muda kuweza kuchimba historia ya kwao na kuweza kutafuta kuelewa kuliendelea aje, na alete hayo mambo mbele za Mungu katika maombi, huyo ndio mtu atafungua njia na malango zitaweza kukubali Yesu Kristo au Mungu aingie katika jamii hiyo, na pia kuweza kumbariki. Haleluya. Amen. Tunasoma hapa Zaburi 24 mstari wa kwanza na mstari wa 10. Hii ni andiko nimeshangaa sana. Ancient doors zinauliza Mungu, wewe ni nani? Unataka kufanya nini hapa? Hii familia watu hawaokokani, unataka kuokoa nani? Hii familia watu si wahubiri, hii familia watu ni wezi na nimepora. Wewe ni nani unataka kuingia kwa hii familia? Kuna malango zinaitwa kwa Kiingereza gates, na kuna milango ambazo zinaitwa kwa Kiingereza doors, ambazo zinauliza Mungu maswali wakati Mungu anataka kuingia kwa jamii na maisha ya mtu na kumbariki. Na the reason why malango hizi zinasapata ruhusa ama nafasi ya kuuliza Mungu maswali ni kwa sababu huyu aliyeokoka hajachimba historia ya kwao na kushughulikia hizo malango, ili ya kwamba zisiwe na maswali
mbele za Mungu. Psalms 24 verse 7 to verse 10. Nitasoma New King James Version. Biblia inasema, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Sikia sasa swali yenye malango na maketi za familia na maisha mtu zinauliza. Who is this King of glory? Huyu mfalme mgani? Huyu mfalme wa utukufu ni nani? Hata sikia. The Lord strong and mighty. The Lord mighty God. Lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Malango na maketi za familia zinauliza tena. The Lord of hosts, he is the King of glory. Wapendwa, kuna maeneo Mungu huwa anashuka, anataka kufanya katika maisha yetu na katika familia yetu. Lakini wakati anataka kuchukua hatua kuingia ndani, kwa sababu tumeokoka, malango tunamuuliza, who are you? Unataka kubariki mtu na kari, who are you? Na hii familia tangu na elimu au tu watu walimwangu magari. Malango tunauliza, unataka kubariki huyu msichana na ndoa ambayo inapitia kwa harusi, who are you? Na kwa hii familia tunajua wanawake wasichana wa mtu wanaolewa wakienda kwa masunde kama kuna kundu, wanaolewa kwa manyazo wanaendanga hivi. Who are you? Msichana amefika anataka kuolewa. Wakati anataka kule malango tunauliza Mungu, who are you? Nataka kubariki msichana, na hapa msichana huwa anasalia nyumbani kwanza. Ndio baadaye anaolewa. Unataka kumbariki hata na ndoa na kabla hajapata mtoto ndio aolewe. Na unapata msichana in one way or another ana mess up na huyo fiancé anapata mtoto kwanza kulingana na malango za kwao zinaongea. Praise the Lord. Je, kuna uwezekano ya kwamba the reason why haupati hicho kitu unataka kupata ni kwa sababu maswali yanaulizwa na malango? Je, kuna uwezekano ya kwamba the reason why haupokei ile neema unataka, zile pesa unataka, ni kwa sababu malango za kweli zinauliza Mungu, wewe ni nani unataka kubariki mtu na milioni moja na watu watangulia wakataka hizo. Sasa hiyo pengine umebahatika, pengine umeangukia, pengine Mungu amekuweka kwa njia fulani, lakini malango zinauliza. Malango zina masauti. Haleluya. Amen. Mtu ambaye amezaliwa kwa jamii ambayo inaoanga wake wengi, hata kama ako hapo kwa ibada, anaweza kuambia kuna masauti anasikianga, ongeza, ongeza, ongeza. Malango huongea. Amen. Praise the Lord. Malango huongea. Kama kuna mtu hapa ameokoka na kwa watu wameishi kwa mila na tamaduni, ikifika wakati wa kutahiri watoto, huwa anasikia, kimbia tu pasta hata kuona alafu rudi. Malango huongea. Ni vile jirani ameokoka sana atake kuambia, lakini malango huongea. Amen. Haleluya. Amen. Confirm kwa jirani kama malango huongea. Mwambie kwa maana mwambie ni ukweli ama ni uongo. Malango huongea. Kuna hata wakati unataka kuchukua hatua na unasikia masauti zingine huko, unaweza fikiria masauti za kutaka utoto. Hapana, malango ya kwenu huwa yanaongea. Na kama malango inauliza Mungu maswali, hebu uliza jirani, who are you? Usipoyashughulikia malango za kwenu, zitakuuliza maswali. Na ndio maana Isaia anasema ya kwamba nyinyi ambao mnataka kuokolewa, nyinyi ambao hutafuta msaada kutoka kwa Mungu, angalieni na chunguzeni ni kutoka kwa mwamba gani mlitolewa. In other words, angalia wazazi wako, mama yako na baba yako walikuwa wanaishi aje. Lapi inasema angalia pia kwa kware yenye mlichongwa. Sasa hapa inamaanisha angalia extended family, kula kwenye mlitoka. Kula kwenye mlitoka. Kuna uwezekano ya kwamba malango ambayo inaongea kwa maisha yako leo ni kutoka kwa kware, kula kwenye mlitoka 1902. Haleluya. Malango huongea. Na leo hii katika ibada hii ya mwisho wa mwaka, ningependa niwakumbushe kwamba Bwana amekusudia si tu kubariki maisha yetu kama kibinafsi, lakini kubariki jamii zetu.
Na ili Mungu apate nafasi katika maisha yako, na ili Mungu apate nafasi katika jamii yako, lazima uaddress malango, tusipate masababu